Bwana, moja kati ya kitu kikubwa ambacho kwa sasa hivi kina make headline sana na kimechukua nafasi kubwa ni taarifa za ndoa ya Haji Manara na mke wake ama aliyekuwa mke wake Zailisa kuvunjika, na Haji Manara mwenyewe amethibitisha ya kwamba ameachana na mwanamke huyo. Kwa taarifa za mwanzoni kabla ya kile ambacho Zailisa amekizungumza, Manara alisema ya kwamba amechoshwa na tabia ambazo Zailisa amekuwa akizifanya juu ya watoto wake, uchoyo, kuna muda alikuwa anamnyima chakula mtoto wake, lakini pia na vitu vingine. Moja kati ya kitu ambacho pia zua hisia nyingi sana kwa watu. Kwa nini Haji akiachana na wanawake zake huwa taarifa anazileta mtandaoni na sio kwenye familia ama kwenye viongozi wa dini ambao waliwafungisha hiyo ndoa ama imani yenu ambao mnaiamini? Kwa nini hamuendi huko kumalizana mpaka mlete matatizo yenu na kudhalilishana mitandaoni? Moja kati ya kitu ambao wapo wengi wanajiuliza kuhusiana na hicho. Lakini siku ya leo Zailisa amefunguka kwa upande wake, kitu ambacho kimemfanya aombe talaka, kwa sababu Zailisa ndio ameomba talaka baada ya kuona kuna matukio machafu ambayo yapo katika ndoa yao ambao Haji Manara amekuwa akiyafanya mara kwa mara. Zailisa kwa upande wake amekwambia kwamba Haji Manara ana tabia chafu sana. Kuna kipindi alikuja mwanangu, mtoto wa dada yangu, yani mtoto wa dada yake Zailisa, alienda likizo nyumbani ambapo alikuwa wanakaa. Sasa Haji moja kati ya tabia chafu ambazo alikuwa akizifanya, alikuwa na tabia ya kwamba akimkuta yule binti amekaa peke yake, alikuwa anamfuata na kumtekenya na kumshika manyonyo. Ni tabia ambazo Zailisa anasema ya kwamba alikuwa anaambiwa na yule binti kwamba bwana, mbona mzee lakini kuna nimekaa na nifanyia hivi, anashika chuchu. Lakini pia Zailisa akaendelea kwa kusema ya kwamba Haji amekuwa na tabia ya kumtumia fedha huyo binti 50,000 kwa ajili ya kumlaghai. Yani Haji alikuwa anamtaka, ndio nasema kwamba mtoto wake, kwa sababu Zailisa ni mwanae, mtoto wa dada yake, kwa hiyo alikuwa anamtaka na yeye mtoto wake. Bwana, hii sio poa hii, watu wanadhalilishana mitandaoni. Na Zailisa aliendelea kwa kusema ya kwamba, na kwa taarifa yako tuna ushahidi wote na dereva wako anajua kila kitu na tumeambiwa na hatutakaa kimya. Kila nikiomba taraka yangu hutaki kunipa jinamizi. Wewe unagombana na mimi, unamwambia kijana wako arekodi ili uje uongee umbea wako. Ili aje atunge umbea wako. Yani Manara akiongea na Zailisa alikuwa akimrekodi ili mradi anajua. Unajua Manara ana target kabisa. Unajua moja kati ya mtu ambaye unasema kwamba ana experience kubwa katika mambo ya ndoa haya ni Haji Manara, na anajua mwisho wake unakuwa vipi. Pengine alikuwa anamwambia kijana wake arekodi kwa sababu alikuwa anajua hii ndoa inakoendea sio kuzuri, kuna bomu litakuja kulipuka. Kwa hiyo ngoja ni rekodi, mali likitokea najua naanza wapi pa kujitetea. Sasa Zailisa anakuambia pia hata alivyokuwa akiongea naye kwa kimwambia kijana wake amrekodi ili mradi aweze kuja kutunga umbea wake. Moja kati ya kitu ambacho cha kudhalilishana sana mtandaoni kwamba mzee mzima kama Haji Sande Manara, binti ambaye ni mtoto wa mke wako anakuja likizo, unakuja unamshika chuchu manyonyo. Yani kwa taarifa ya Zailisa unaweza kusema kwamba hii sio tabia njema. Lakini ukipita mitandaoni kuna watu ambao wanazungumza kwamba Haji sasa amezidi, haiwezekani. Kila mwanamke mwaka mmoja, miaka miwili unaachana naye, lakini pia unatoa mapungufu na matatizo yao hao wanawake. Mara huyu mchoyo, mara huyu anakuambia ana kiburi. Rushaina aliambiwa ana kiburi, mwanamke fulani hivi ambaye anajisikia sana Rushaina, lakini huyu leo hii anaambiwa mchoyo. Kwa hiyo Haji, hawa wanawake wote ambao wanawapata wana matatizo ama nini hapa? Kwa sababu kuna vitu ambavyo Waswahili wanakuambia kwamba ukimnyoshia mwezio jiangalie na wewe. Unaweza unayaona madhaifu ya mwenzako ukayasahau ya kwako. Pengine Haji atakuwa na matatizo zaidi, na ndio maana hata ndoa zake zinakuwa sio za muda mrefu, hazidumu. Ama pengine kama yale ambao wengi wanasema ya kwamba hawa wadada wanafata fedha na umaarufu kwa Haji Sande Manara. Kwa hiyo Manara anaamua kuwastukia mapema
na kuamua kuwageuka. Pengine hayo yote yanawezekana, lakini kubwa zaidi ni hili ambalo linamhusu Haji kuachana na mke wake. Mengi mazito na machafu ya kudhalilishana yanapostiwa huko mtandaoni, lakini hata Haji Manara kwa siku ya jana kuna vitu navyo aliposti, akasema ya kwamba point of no return. Akasema ya kwamba mama yangu na baba yangu na watoto wangu wapo juu ya kila kitu duniani kasoro Mungu tu. Heri nisemwe naoa sana, lakini mwanangu hadi kunyimwa chakula ninachokiangaikia baba yake kwa jasho jingi sikubali abadan. Mtanisamehe waja. Wanani aende tu, yani wanani aende, yani wani kama wanini aende tu. Yani Zaiylissa alikuwa akimnyima chakula mtoto wake, anakuambia kwamba katika dunia hii anamheshimu baba yake, mama yake, lakini pia anawazingatia watoto wake, lakini wajuu zaidi ni Mungu tu. Hao wengine wakimzungua na waende tu. Hapa pana shida, hapa pana tatizo. Nadhani ya kwamba brother, moja kati ya kitu kikubwa ambacho anajichanganya ni kuoa hawa mabinti wa 2000 hawa watoto wadogo wa binti wa 2000 Haji Manara. Moja kati ya sehemu kubwa ambayo anajichanganya mno. Hawa watoto wa 2000 hawa kwa asilimia kubwa hakuna true love, hakuna mapenzi. Hawa wanachotaka kwenu nyinyi wazee kama wakina Haji ni umaarufu. Anajua akiwa na wewe atapata jina, atazungumzwa, lakini pia atapelekwa sehemu ambazo kwa kipindi hicho hawezi kuenda. Atapelekwa Dubai, atapelekwa Qatar, atapelekwa Ulaya, atapelekwa sehemu nzuri za starehe, atapelekwa kwenye hoteli nzuri, lakini kubwa zaidi atapata fedha. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho Haji Manara anajichanganya mno ni kwenda kuoa hawa mabinti wa 2000, na ndio watu ambao anawapenda kweli kweli. Umeona hii imekuja tuhuma ya kwamba amekuja binti wa chini ya miaka 18 likizo, ameanza kumshikashika machuchu. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya kitu ambacho Manara kinamkwamisha, na ndio maana hata ndoa zake hazidumu. Kwa umri wa Manara alitakiwa awe na mtu ambaye wako kwenye age ambazo hazijapishana sana, either kampita hata miaka 4, 5, ama kampita miaka 3. Lakini Haji anapenda zile dogo vitoto vya 2000 ambavyo kawapita miaka 20, kwa sababu Manara sasa hivi ni 40 na ngapi, naenda 50. Anakuja kuwa na mwanamke ambaye ana miaka 22, miaka 20, miaka 25, 27. Bado hao ukilikitokea la kutokea watakudhalilisha tu. Na moja kati ya kitu ambacho Manara anasema ya kwamba Zaiylissa alikuwa anazungumza kwamba jamaa jongo hapa ndi mtungi, yani kimoja chali, yani shughuli hakuna. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo Manara anavitafuta mwenyewe. Watu wanakwenda kumdhihirisha kutokana na kuwa na chaguo sahihi. Pengine hatumtetei sana Manara, lakini inawezekana pia yeye ana tatizo kubwa mno. Haiwezekani kila mwanamke uachane naye. Mama ya hao watoto wake ambao wengi sisi hatuwajui, nao pia aliachana nao. Kwa hiyo huyu mtu kuna shida mahali. Leo hii shangaa tena watu wanazungumza anavuta tena kitoto cha 2004 au 2005. Yani vile ambavyo vinatakiwa na kijana wake wa kiume ambaye yeye anapiga mahesabu, mzee anaenda kuoa hapo. Sasa matokeo yake tena yanakuja haya, wanakudhalilisha mitandaoni. Watoto wako wanaona baba yao anaambiwa ya kwamba jongo hapa ni mtungi. Watoto wako wanaona ya kwamba baba yao anaambiwa ya kwamba kimoja chali. Watoto wako wanaambiwa kwamba baba yao kibamia. Sasa hii nini sikudhalilishana? Na wazazi wako wanaona, watu mbalimbali wa Tanzania na sio kwa wa Tanzania wanaona mzee mzima unadhihirishwa na mabinti wa 2000. Hii haiko sawa. Nadhani kuna namna ambavyo Haji anatakiwa kujifunza kwa haya mahusiano ambayo anaingia. Kuna namna ambavyo Haji anatakiwa akae chini afikirie, sasa hapa nakosea, nitafute mtu wa saizi yangu nitulie.
Watoto 2000 hizi, kama unapenda chuchu ndugu yangu, utakuja kushangaa siku na usta wako unaenda kwa miaka 30, kama miaka 18 17, siku unajichanganya 16 15 anasoma. Mtu mzima tunatoka taarifa kwa gazeti Manara apigwa miaka 30 jela kwa taarifa ambazo Zaiylissa amezisema. Lakini ufuatiaji wa Bato TV, unaweza kuacha comment yako hapo kwa hicho kinachoendelea, lakini pia kuna taarifa nyingi zaidi na za moto, unaweza usizikose hizo. Bonyeza maandishi ambayo yameandikwa neno subscribe pamoja na alama ya kengele. Hiyo itakufanya uweze kupata habari zetu kila ambapo tutakuwa tukiziachia hapa. Asante.